Hujambo na karibu. Hiki ni kikundi cha Kiswahili na tunaenda kuzungumzia kuhusu chimbuko na asili ya Kiswahili. Kwa majina ni Makavila Wycliffe na nitawapeleka kwa utangulizi na wa chimbuko na asili ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni moja ya lugha zenye asili ya Afrika ambazo zimefikia upeo wa kutumiwa kama lugha za kiutandawazi ndani na nje ya bara la Afrika. Kiswahili kinatumika kama lugha ya taifa katika mataifa mawili ya Afrika. Mataifa haya ni kama vile Tanzania na Kenya. Katika ulimwengu wa teknolojia, pia Kiswahili kinatumika kama lugha ya kiteknolojia. Kwa jumla, Kiswahili kimepaa na kuwa lugha yenye watumiaji wengi zaidi kuliko lugha nyingine yenye asili ya Kiafrika. Kufikia sasa nitampisha mwasilishaji mwenzangu aendelee kutoka hapo. Shukran. Hujambo na karibu. Jina langu ni Yvonne Cherobon. Nazungumzia kuhusu chimbuko na asili ya Kiswahili. Tunaposema chimbuko la Kiswahili, chimbuko ni neno linalorejelea mahali kitu kilipoanzia. Tunapoangazia chimbuko la Kiswahili, tunajikita kutaka kujua ni wapi hasa Kiswahili kimetokea. Ilhali asili ni neno ambalo lina maana ya jinsi au namna kitu kilivyotokea. Tunapoangalia asili ya Kiswahili, tutakuwa tunazingatia namna Kiswahili kilivyoanza. Shukrani, namkaribisha mwasilishaji anayefuata. Hujambo na karibu. Jina langu ni Walter Kibet. Ndawaelekeza kwenye nadharia za chimbuko na asili ya Kiswahili. Kuna nadharia 4 zinazoelezea chimbuko na asili ya Kiswahili. Kuna nadharia ya kwanza ambapo inasema Kiswahili ni Kikongo. Nadharia nyingine inasema Kiswahili ni Kiarabu. Kiswahili ni Pijini na Krioli, au kuna nadharia nyingine inasema Kiswahili ni Kibantu. Kwa hivyo tutajikita katika nadharia ya Kibantu ambapo tutatoa ushahidi wa kihistoria kuhusu chimbuko na asili ya Kiswahili. Namkaribisha mwenzangu aendeleze kutoka hapo. Asante. Naam, karibu. Kwa majina ni Mercy Kemboi na tuweze kuangalia ushahidi wa kihistoria. Hivi tutaanza na ukunduzi wa Ali Idrisi. Na je, Ali Idrisi ni nani? Huyu ni mwanajiografia aliyepata kuzunguka sehemu kubwa ya bahari ya Hindi katika karne ya 10. Katika maandishi yake yalikunduliwa huku Sisili katika mahakama ya Mfalme Roger wa Pili. Yanaonyesha kuwa alipata kufika katika upwa ya Afrika Mashariki. Amevieleza visiwa vya Zanzibar kwa jina la Unguja. Huu ni ushahidi kuwa kabla ya ujio wa Waarabu walioleta neno Zanzibar, visiwa hivi vilikuwa na jina Unguja. Hii ni wazi kwamba wakazi wa visiwa hivi walikuwa na lugha yao. Lugha hiyo ndicho Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili si Kiarabu wala si Pijini bali ni Kibantu. Nitakaribisha mwenzangu aweze kueleza zaidi kuhusiana na ushahidi wa historia. Kwa majina ni Judith Chepchirchir. Naenda kuwasilisha ushahidi wa Marco Polo. Huyu ni mwanajiografia wa Kisungu aliyepata kusafiri sehemu mbalimbali duniani. Katika maandiko yake anaonyesha kuwa alipata kutembelea Afrika Mashariki katika karne ya 10 na kuendelea. Katika maandishi yake alizungumzia asili ya watu aliowakuta Afrika Mashariki, lugha, dini na vyakula vyao. Maelezo ya Marco Polo yanakiri uwepo wa lugha ya watu wa Afrika Mashariki. Hakusema kuwa lugha hiyo Kiarabu bali ni lugha ya Kibantu. Lugha hiyo ndicho Kiswahili. Hivyo Kiswahili ni Kibantu wala si Kiarabu. Namkaribisha mwenzangu. Kwa majina ni Gladys Wambura. Nitazungumzia kuhusu ushahidi wa Al-Masudi. Huyu ni mwanajiografia na historia wa Kiarabu, naye alipata nafasi ya kufika katika pwani ya Afrika Mashariki katika karne ya 10. Katika maandiko yake amefafanua majina ya viongozi wa pwani ya Afrika Mashariki kuwa ni Makilimi. Pia alistajabishwa kusikia kuwa watu wa Afrika waliitwa Wazanji na nchi yao Zanzibar. Ushahidi huu wa Al-Masudi unatuhidhirisha kuwa
kuwa hata Waarabu wenyewe walitembelea Afrika Mashariki, walikuta Waafrika wakitumia lugha yao ingawa ilikuwa na jina la Kiarabu. Hivyo Kiswahili sio Kiarabu bali ni Kibantu. Asante, namkaribisha mwasilishaji mwenzangu. Naam, karibu. Jina langu ni Alice Chepkorir. Naenda kuwasilisha kuhusu historia ya mji wa Kilwa. Katika historia, habari zilieleza kuwepo kwa masultani wa Kilwa waliopewa majina kama Mkoma Watu, Nguo Nyingi, Hasha Hazifiki. Majina haya yanathibitisha kuwepo kwa matumizi ya Kiswahili kabla ya ujio wa utawala wa Mwarabu. Hivyo basi, tunasema Kiswahili si Kiarabu wa Kipijini, bali ni lugha ya asili ya Kibantu. Asante. Namkaribisha mwenzangu aweze kuendeleza. Jina langu ni David Sabila na naenda kuzungumzia kuhusu utenzi wa Fumo Liongo. Kisa cha Shujaa Liongo kilikuwa kikiganiwa kama ushairi kwa karne nyingi kabla hakija rekodiwa kwenye maandishi mnamo karne ya 13. Uwepo wa kisa hiki katika utenzi kinadhihirisha kuwepo kwa lugha ya Kiswahili kabla ya ujio wa Waarabu. Mfano wa beti zake: Liongo kitamkali, akabaligi vijali, akawa mtu wa kweli na haiba kuongea. Utenzi huu unadhibitisha kuwa Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kiafrika. Namkaribisha mwasilishaji mwenzangu aweze kuendelea kutoka hapa. Ndapeleka kwa hitimisho ya chimbuko na asili ya Kiswahili. Hivyo, kama tulivyoona hapo awali, historia inadhibitisha kuwa Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kibantu. Watu mashuhuri waliopata kuitembelea Afrika Mashariki wanaafiki katika maandishi yao kuwa Kiswahili kilipata kuwapo na kuongelewa kabla ya ujio wa wageni. Hivyo Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kibantu. Kama tulivyoona katika ushahidi wa kiisimu, Kiswahili kina sifa sawa za kiisimu na lugha nyingine kusini mwa jangwa la Sahara. Hii inadhibitisha kuwa Kiswahili ni Kibantu. Kiswahili kimepitia historia kubwa sana kimaendeleo. Katika makala yetu tumeona nadharia mbalimbali zinazojaribu kuangalia chimbuko na asili ya Kiswahili. Hivyo, kwa asili ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu na chimbuko lake ni katika pwani ya Afrika Mashariki. Kwa uelewa zaidi wa chimbuko na asili ya Kiswahili, ningependa tuweze kutazama video inayofuata ili tuweze kupata uelewa zaidi. Mguu kwa mguu. Historia ya Kiswahili. Tunataka watoto wetu wafundishwe historia ya Tanzania, na hiyo ndio itasaidia kujenga uzalendo. Lugha ya Kiswahili imeanza takriban miaka 1000 iliyopita kwenye pwani ya Afrika ya Mashariki. Neno Swahili lina asili ya Kiarabu. Sahil ina maana ya pwani. Sawahil, asawahil ni wingi wake kwa kumaanisha yote yanahusiana na pwani, watu au tamaduni na lugha ya eneo la pwani. Kiswahili kilianza kama lugha ya miji na bandarini wakati wa biashara ya kimataifa kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Tuna historia jinsi gani miji kama vile Kilwa, Lamu na mingine kadhaa ilivyoanzishwa na wafanyabiashara wa Arabu au Waajemi waliooa wenyeji. 1798 baada ya wa Omani kuwafukuza Wareno kuchukua upande wote wa pwani, kuchukua ngome ya Mombasa, Portuguese Fort na eneo la Mombasa wote, baada ya kuwafukuza wa Omani. Kwa hiyo ndipo wakaweza kupia kwa kuja sasa kutawala hapa. Idadi ya wahamiaji kutoka Uarabuni haikuwa kubwa sana wakati huo, hivyo lugha ya wenyeji ilitumika kila mahali, ila tu yameingia kutoka katika lugha ya Kiarabu.
utamaduni mpya ulijitokeza uliokuwa wa Kiafrika. Kiswahili kilizaliwa kuwa lugha ya Kibantu kilichopokea maneno mengi ya asili na ya nje. Jambo. 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 Okay, that's cool. Yeah? Jambo. You did a good job. Jambo. Jambo. Okay, and you from? Jambo. Jambo. And you? Jambo. 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 Kiswahili kiliandikwa muda mrefu mno kwa herufi za Kiarabu kama ilivyosomeka kwenye sanamu ya askari jijini Dar es Salaam, Tanzania. Maandishi yanasema huu ni ukumbusho wa askari wenyeji wa Afrika waliopigana katika vita kuu. Lugha iliandikwa kwa herufi za Kiarabu tangu karne ya 13 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwa bahati mbaya zaidi, leo hatuna tena maandiko ya kale sana. Hii ni kutokana na hali ya hewa kwenye pwani isiyosaidia kutunza karatasi, na kurasa zenyewe zinaweza kuoza kutokana na unyevunyevu hewani pamoja na wadudu wengi walioko katika mazingira ya pwani ya Tanzania. Kuna maandiko ya kale mno yanayopatikana kutoka karne ya 17 hivi, na huonyesha ya kwamba tenzi na mashairi vinafuata muundo uliotangulia kwa maandiko yenyewe kwa karne kadhaa zilizopita. Tazameni, tazameni alivyofanya kijiti. Tazameni, tazameni alivyofanya. Haya yote yalisaidia kujenga umoja wa Kiswahili katika eneo kubwa la pwani ya Afrika Mashariki. Kiajemi pia kilichangia maneno mbalimbali kama vile bibi na cherehani. Kufika kwa Wareno Afrika Mashariki kuanzia mwaka 1500 hivi kulileta athira mpya, ikiwa maneno kadhaa ya Kireno yakaingia katika Kiswahili kama vile bendera, gereza na meza. Kuwepo kwa wafanyabiashara Wahindi katika miji mikubwa ya pwani kuliingiza pia maneno ya asili ya Kihindi katika lugha kama vile gunia na kadhalika. Athira ya lugha ya Kihindi iliongezeka kiasi baada ya Waingereza kutumia Wahindi wengi kujenga reli ya Uganda. Kiswahili kilipokelewa kirahisi na wenyeji kwa sababu walikosa lugha ya pamoja kati yao. Lugha ya Kibantu ziko karibu sana na athira ya Kiarabu kile kote pwani. Tanzania na Oman ni ndugu, sio marafiki tu, ni ndugu kwa sababu historically inajulikana, na ndio maana nimeweza kupongeza sana ziara ya waziri kutoka Oman kuja kutembelea Tanzania kwa siku 10, kwa sababu amekaa Zanzibar siku 5 na baadaye hapa siku 5. Wamekuja na meli ambapo ina watu zaidi ya 300. Meli yenyewe ina jina linaishia Dar es Salaam kwa sababu kuna salamu kule mwishoni. Kwa hiyo inaonekana ni history ya Dar es Salaam na Tanzania bado iko pale. Mguu